masuala ya kibinadamu na mshikamano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Mheshimiwa Eve Bazaiba Masudi alifanya ziara rasmi katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu iliyopo mkoani Kigoma nchini Tanzania tarehe 13 Januari mwaka 2026. Ziara hiyo ilikuwa na lengo la kukutana na raia wa DRC wanaoishi kambini humo, kusikiliza changamoto zao pamoja na kuhamasisha kuchukua hatua ya kurejea kwa hiari nchini mwao. Katika hotuba hiyo, Waziri Bazaiba Masudi alieleza kwa kina kuwa hali ya usalama na amani katika maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuimarika kwa kiwango kikubwa, hali inayotoa fursa kwa raia walioko uhamishoni kurejea na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa lao. Alisisitiza kuwa kurejea nchini kwao ni hiari kabisa na hakuna mtu atakayelazimishwa kuchukua uamuzi huo endapo bado hajajiridhisha. Alijibu maswali na wasiwasi ya wakimbizi kuhusu muda wa kurejea makwao, akibainisha kuwa hakuna tarehe ya mwisho iliyowekwa, bali mchakato huo utaendelea kulingana na utayari wa kila mmoja. Alifafanua kuwa baadhi ya wakimbizi tayari wapo katika taratibu za kuhamia mataifa ya Ulaya. Kundi hilo, serikali ya DRC kwa kushirikiana na UNHCR itaendelea kuwahudumia kulingana na makubaliano na taratibu za kimataifa. Waziri huyo alieleza kuwa wale wote watakaoamua kurejea DRC kwa hiari watahitaji kujiandikisha rasmi, ambapo baada ya hapo hadhi yao ya ukimbizi itasitishwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na safari ya kurejea nyumbani itaratibiwa kwa usalama na heshima. Alisisitiza kuwa mchakato huo unazingatia utu na binadamu na haki za wakimbizi. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Bazaiba Masudi alikumbusha kuwa tangu miaka ya nyuma kumekuwa na wakimbizi wengi waliorejea nchini mwao baada ya kuboresha taarifa zao na kujiridhisha na hali ya usalama. Baadhi yao wameweza kurejea tena kambini, si kwa sababu ya ukosefu wa amani, bali changamoto za kijamii na kiuchumi, lakini kwa sasa wamekuja kutoa ushuhuda kuwa hali ya DRC imebadilika kwa kiasi kikubwa na kuna amani, utulivu na mazingira bora ya maisha. Kwa msisitizo, waziri alihimiza wakimbizi wote kutafakari kwa kina, kupata taarifa sahihi kutoka kwa mamlaka husika na kufanya maamuzi yatakayo wanufaisha wao binafsi, familia zao na taifa lao kwa ujumla, huku wakisisitiza tena kuwa kurejea ni hiari, si lazima, lakini DRC iko tayari kuwapokea wananchi wake kwa mikono miwili. Kama jinsi ambavyo taarifa nyingi tena zinaendelea sana kusambaa tena kwenye mitandao ya kijamii kuwa karibia watu wengi sana walifikiri kuwa kuondoka kutoka Nyarugusu kwenda Kongo DRC ni lazima, lakini sio hivyo. Kuondoka Nyarugusu kwenda Kongo DRC au kurejea nyumbani si lazima, bali ni hiari, yaani maamuzi yako ni wewe mwenyewe. Ni kama ile ambayo iliwahi kutokea miaka ya nyuma sana huko Lugufu. Baadhi ya watu pia waliamua kuondoka kutoka Lugufu kwenda DRC na walipewa vibali na waliacha vitambulisho vyao wameviuzisha. Kwa hiyo iko hivyo hadi sasa hivi. Kwa ukihitaji kuondoka, basi utakwenda kujiandikisha, utachukuliwa vitambulisho vyako vyote ikiwemo pamoja na fomu na vitambulisho vingine vyote vya maana vitachukuliwa na unaruhusiwa kuondoka, unatoka Tanzania na wewe tena utakuwa sio mkimbizi. Kwa hiyo ndio lengo kubwa ya waziri aliyoingia pale Nyarugusu kuja kuambia watu wa pale Nyarugusu. Bwana, hii ni Omryama JL. Tayari tumefungua website yetu, unaweza ukaingia Google ukaandika omryamajl.com au omryama.com. Tayari utaweza kutupata. Na usikose kusubscribe, kulike na kucomment, pia share kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kuwa wanaona vipindi vyetu vya Omryama JL TV. Asante. Pole. Mimi natoka Kongo. Mimi niko waziri wa Kongo. Sasa rais ananituma niwaone, niwatazame, niwape pole, kisha nipate maswala yenu kujua jinsi tunapasha rudia nyumbani.
Sasa unasema juu ya kurudia nyumbani pia. Nyumbani ni nyumbani, tutakataa kurudia nyumbani. Tutarudia hivyo hivyo. Kufatana na mazingira ya kwetu. Mazingira mbovu sana. Sawa, tukapata amani na usalama, tunapasha rudia. Kushakuwa amani na usalama cheza vizuri, lakini mazingira ya kwetu sio mazuri zaidi. Sawa sawa. On a dit la même chose. Moi, je réponds au nom de Fiston Monga. Tu es venu ici depuis quand? Moi, le 12e mois de l'année passée. Pourquoi tu es venu ici? Je suis venu ici à cause de là, chez nous, nous manquons de la paix. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Tu viens d'où? Tu étais où au Congo? Au Congo, j'étais à Casimia. C'est où? Tout près de Sebele là-bas, au territoire de Fizi, Nganja. Tu vas rentrer quand? Oui. S'il y a la paix, il faut rentrer. Oui. Tu es venu ici en famille? Non, je suis ma-même. Mais j'ai perdu ma mère et ma soeur là-bas, c'est pourquoi je suis venu ici. D'accord. Oui.